ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Tanga kwa kipindi cha kuanzia tarehe 1 Juni 2026 hadi tarehe 16 Julai 2026, mkoa wetu wa Tanga umeendelea kuwa shwari, huku Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga likiendelea na uelimishaji kupitia falsafa ya polisi jamii ili kujenga ushirikiano wa wananchi katika kubaini na kuzuia uhalifu. Sambamba na elimu hiyo, pia operesheni na doria zimefanyika katika maeneo mbalimbali ili kuwakamata waliofanya uhalifu. Katika kipindi hicho, kutokana na operesheni zilizofanyika, jumla ya watuhumiwa 200 walikamatwa kwa tuhuma za kujihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali, ikiwemo wa kujihusisha na dawa za kulevya, unyang'anyi, wizi, kupatikana na mali dhaniao kuwa za wizi, nyara za serikali, uharibifu wa miundombinu, noti bandia pamoja na makosa mengine ya jinai. Aidha, watuhumiwa ambao upelelezi wa kesi zao ulikamilika na kufikishwa mahakamani, jumla ya watuhumiwa 51 walipatikana na hatia na kuhukumiwa vifungo mbalimbali katika makosa ya kulawiti, kubaka, kuzini na maalim, kusafirisha dawa za kulevya, wizi wa mifugo, kuvunja na kuiba, kujeruhi, kutishia kuua, kuingia nchini bila kibali pamoja na makosa mengine. Miongoni mwa waliohukumiwa na makosa makubwa, watuhumiwa 2 walihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kwa makosa ya kulawiti ambao ni Julius Mustafa na kosa la kuzini na maalim ambaye ni Kilimo Isaya, huku mtuhumiwa mmoja akihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya ambaye ni Sadiki Waziri. Pia watuhumiwa wengine walihukumiwa vifungo vya miaka 5 gerezani kwa makosa ya wizi wa mifugo na makosa mengine ya jinai. Katika operesheni dhidi ya dawa ya kulevya, watuhumiwa 29 walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina mbalimbali. Watuhumiwa 14 walikamatwa wakiwa na mirungi bunda 750 yenye uzito wa kilogramu 45, huku watuhumiwa 15 wakikamatwa na bangi katika mifuko misokoto 114, pakti 126, vifurushi 5 na kete 120 za bangi. Aidha, pikipiki 20 zisizokuwa na namba zilikamatwa katika operation ya dawa za kulevya na makosa mengine ya jinai. Katika matukio mengine, watuhumiwa 5 walikamatwa wakiwa na nyara za serikali na mali zinazohusiana na wanyamapori, huku watuhumiwa wengine wakikamatwa na vifaa vya miundombinu ya TANESCO, miundombinu ya barabara, noti bandia za fedha ya Kenya, televisheni 10, simu za mikononi 25 pamoja na mali mbalimbali zinazozaniwa kuwa ni za wizi. Katika kudhibiti ajali za usalama barabarani kwa kipindi hicho cha Juni 1, 2026 hadi Julai 16, 2026, jumla ya madereva 10,028 walikamatwa kwa kukiuka sheria za usalama barabarani. Kati yao madereva 9 walifungiwa leseni zao za udereva kutokana na ukiukaji mkubwa wa sheria ya usalama barabarani ikiwemo mwendo kasi. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linaendelea na utoaji elimu kwa wananchi ikiwa ni hatua ya kuendelea kujenga ushirikiano wa kubaini na kuzuia uhalifu. Operesheni mbalimbali katika maeneo yote ya mkoa kuhakikisha usalama unaendelea kuwepo katika mkoa wa Tanga. Aidha, inaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa kutoa taarifa ya viashiria na vitendo vya uhalifu ili kuendelea kudumisha amani na usalama.